Mfuatiliaji wa Dar es Salaam Tanzania TV katika kipindi chako cha Love Hour ambacho kinakujia kila siku saa 4 ya usiku. Uko na mimi mtangazaji wako Charming Mama, ambapo nakuletea mada mbalimbali. Lakini kabla sijaleta mada ya leo, ndugu mtazamaji, nina jumbe hapa nimeipata kutoka kwa mdau wa kipindi cha Love Hour, ambapo kwa majina yake ni FRJ Company. Yeye anasema kwamba usaliti umekuwa kitu cha kawaida namna hiyo. Pole sana dunia. Mchango wangu kwenye mada hiyo ni kwamba usaliti unatokana kutokuwa na hofu ya Mungu. Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu hatutatendeana huo uchafu. Asante sana FRJ Company kwa ujumbe huo mzuri kutokana na mada ya jana ambayo tulikuwa tunazungumzia usaliti. Na wewe mdau, usiache kuendelea kuweka komenti yako na tuzidi kuwa pamoja katika hilo. Na leo mjengoni Charming Mama niko peke yangu na nitakuwa na mada nzuri kabisa kabambe ambayo tutazungumzia ni jinsi gani ya kumpenda mwanamume. Siko peke yangu kwa sababu niko na wewe mfuatiliaji wa Dar es Salaam Tanzania TV. Katika kumpenda mwanamume, wewe mwanamke, nataka nikwambie, katika kumpenda mwanamume hakikisha unamjali, unamthamini na unamheshimu pia. Mpe mwanamume thamani yake. Kwa sababu hata katika jamii inayotuzunguka tunaelewa kwamba mwanamume siku zote ni mtu fulani strong sana, sio soft. Kwa hiyo hakikisha na wewe unakuwa ni mtu mmoja ambaye unampa support sana huyo mwanamume wako ambaye amekupenda. Lakini unaweza ukajiuliza, katika kumpenda mwanamume inaonekanaje ili uweze kuwa unampenda mwanamume? Nitakuwa na point kadhaa za kushare pamoja na wewe ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Nini cha kufanya katika kumpenda mwanamume huyu uliyempenda, handsome wako mwenyewe? Kitu cha kwanza kabisa, unatakiwa kumjua mwanamume wako. Mjue mwanamume kivipi? Kwa maana ya kwamba mwanamume wako hatakuwa sawa kila siku. Kuna siku hatakuwa na mzuka aidha kimwili au kihisia. Sio kwa sababu amekuchoka au amekuweka mbali, isipokuwa mihangaiko ya kazi, majukumu aliyokuwa nayo na mambo tofauti ambayo yanakuwa yanamkabili. Hivyo tambua mumeo si mkamilifu na hakikisha unasimama naye bega kwa bega. Usikae pembeni yake, kuwa naye bega kwa bega, na ikiwezekana uwe nyuma yake na sio pembeni, usimtupe. Lakini pia ili uwe unampenda mwanamume, unatakiwa kumpa uhuru mwanamume wako. Hayo ndio mapenzi, ndio vitu ambavyo wanaume huwa wanapenda sana. Mpe uhuru. Kwa maana ipi? Usimbane sana, umpe muda wa kuwa na marafiki zake, afanye vile vitu ambavyo anavipenda, vitu ambavyo vinampa furaha. Unaweza ukasema kwamba ina maana huyu mwanamume anayempenda mimi si furaha yake. Ngoja nikwambie kitu. Wewe sio dunia yake. Wewe ni ambaye upo ndani ya ile dunia. Hivyo anakufurahia kwa nafasi yako. Usikate tamaa ukafikiri kwamba hakupi kipaumbele, isipokuwa anahitaji muda wa kufanya vitu vingine ambavyo vinampa mwanamume wako furaha. Hakikisha unampa uhuru na afanye vile vitu vinavyompa furaha ili maisha yaendelee. Wewe ni sehemu yake ya kuvutia, lakini sio kwamba wewe ndio kila kitu kwake. Hapana. Hilo ukizingatia na mambo yatakuwa mazuri katika mahusiano wako. Mpe uhuru. Lakini pia heshima. Jambo la heshima ni swala zuri sana kwa wanaume na swala ambalo wanalipenda sana. Muheshimu. Ninavyosema kuhusu heshima, haimaanishi kwamba ukubaliane na kila kitu ambacho anakifanya au muogope. Hapana. Mpe heshima yake kama mwanamume, lakini pia uwe na maamuzi katika mambo anayoyafanya. Ambalo ni zuri, nenda nalo sawa, na ambalo anakosoa, basi hakikisha unamwambia kwa mahaba, kwa utaratibu, na yeye atakuelewa. Usiwe mtu wa kumfananisha na wanaume wengine. Yamkini amefanya kitu hujakipenda, angalia namna nzuri ya kumkosoa. Hiyo ndio heshima pia ambayo naizungumzia hapa. Usimwambie kwa nini fulani wapo hivi, mbona mwenzako yupo hivi, mbona baba fulani yupo hivi. Inamvunja sana mwanamume moyo na anakosa ile amani na wewe mwanamume. Anahitaji sana kuheshimiwa. Wanapenda sana kuheshimiwa na wenza wao. Lakini pia hapo katika heshima, mwanamume jitahidi kumpa heshima na ajue kwamba wewe uko nyuma yake, na ndio mwanamke ambaye unamjali na unamkubali zaidi kuliko
mambo yoyote. Mwambie baba, wewe ndio kipaumbele changu, lakini pia unaweza kumshukuru. Mpe shukrani kwa yale anayokufanyia. Usiwe mtu wa kuangalia mabaya yake tu, bali jifunze kwenye mema yake mengi mazuri aliyokufanyia. Basi utampenda mume wako, utamheshimu na utampa uhuru. Lakini pia ukiachana na heshima, kuna hili swala la kumrudisha mpenzi wako. Huenda kuna namna fulani ulikosea, unaona mwenzako amebadilika, amekengeuka. Kuna vitu hebu wewe mwanamke uweza kufanya kwa mwenza wako umrudishe. Ninaposema mrudishe, namaanisha kwamba usiwe mbinafsi wewe mwanamke, ukataka kupendwa tu wewe. Yaani wewe ndio upendwe, lakini sio wewe kuonyesha upendo kwake. Kama ambavyo ungependa mwanamume wako kufanyie, basi na wewe mfanyie huyo mpenzi wako ili uweze kumrudisha. Mwambie nakupenda, bali bila kuwa na sababu yoyote. Uwe unamwambia tu, lakini pia unapohisi amechoka, kuwa pamoja na yeye, mwambie mpenzi wangu nakupenda, umechoka, uko busy na kazi. Yaani jitahidi uwe wa kwanza hata kummiss. Unapohisi umemkumbuka, chukua simu yako, weka hata ujumbe mfupi wa maneno, mtumie maneno mazuri ya mahaba. Huyo ni mwanamume ambaye unampenda. Kama haufanyi hivyo vyote, basi wewe humpendi mwanamume wako na tutakuwa na mashaka na wewe. Hilo ni katika swala zima la kumrudisha. Lakini pia jambo lingine vile vile, umakini kwa mwenza wako. Wewe mwanamke, leo nipo zaidi na wanawake kwa sababu tumekuwa tuna walaumu sana hawa wanaume kwa mambo yanayotufanyia. Lakini je, sisi tunafanya yale ambayo tunahitaji kufanyiwa? Umakini. Wanaume pia wanapenda kupewa attention. Mume wako ametoka kazini au mpenzi wako ametoka yuko kwenye kazi zake, tangia asubuhi hujawaza hata kumuuliza umefika au unaendeleaje. Hakuna. Anajisikia vibaya, anaona kama ni mwanamume ambaye hapendi. Lakini utapokuwa unamjali kwa mawasiliano, muulize, mwambie uko wapi, unaendeleaje. Na mambo vitu vya namna hiyo vya mahaba vinamfanya ajisikie vizuri sana. Na anapojua kuna mtu anamjali, anamfikiria muda wote, inamfanya anazidi kuchanua moyo wake, nafsi yake pia inakuwa baridi na sulzika. Anajua kwamba kumbe kuna mama fulani hivi ananiwaza na kunifikiria muda wote. Zisiwe message za magomvi za kwa nini hujapokea simu, zisiwe message kwa nini hii message ya nani. Hapana. Mtumie message ya kumwambia nimekumisi mume wangu, na vile nafsi yako inajisikia kwa ajili ya huyo mpenzi wako. Ukiachana na umakini, vile vile kuna jambo la mapenzi ya mwili, lakini pia ya hisia. Sio mapenzi ya hisia peke yake, bali ya mwili. Nikimaanisha kwamba jifunze kuwa wa kwanza kumshika mpenzi wako. Mkumbatie bila sababu, uwapo ndani, hata muwapo sehemu unapoona hapa uko huru, unaweza ukamshika mpenzi wako huyo. Basi hakikisha unafanya. Mkumbatie. Ukiweza mbusu mbele za watu. Lakini pia isipite siku bila hata kumshika mwenzio hata mkono. Tusiwe wa binafsi wanawake. Mpe mpenzi wako vile vitu ambavyo unahisi ukifanyiwa wewe utafurahi. Mfanyie na yeye ili nafsi yake iwe huru. Hisia zake za kimwili, lakini pia za kimoyo wake zikae zikikuwaza na kukufikiria wewe mpenzi wake. Kumbuka, hakuna mwanamume mkamilifu. Atakusumbua, atakuchanganya, lakini mwisho wa siku ndio mpenzi wako ambaye umempenda na umemkubali. Hivyo hakikisha unakuwa na makubaliano naye katika mahusiano yenu ili msilegelege. Lakini yamkini atakuchanganya, atakusumbua. Angalia mambo machache. Kama anakupenda, anakujali, anakuthamini, anakupa kipaumbele wewe mpenzi wake, hakikisha unampenda mwanaume huyo. Mapenzi hayapo kwa ajili ya kugombana, wala mapenzi hayapo kwa ajili ya kupatana zaidi. Kamwe huwezi kumpata mtu aliye sahihi. Sema na moyo wako, tulia na mpenzi mmoja na maisha yaendelee. Asante sana, ulikuwa nami mtangazaji wako Channel Mama. Mpaka wakati mwingine.